والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بإذن الله تعالى المولى الكريم نواصل مسيرة دروسنا في هذه الليلة في علم العقيدة من كتاب القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى للإمام العالم العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد أخذنا شوطا من هذا الكتاب وكملنا قواعد في أدلة الأسماء والصفات، ونأخذ في هذه الليلة الشوط الثاني من الباب الرابع في شبهات والجواب عنها. وسيبدأ بالأمثلة رحمه الله تعالى مع الأجوبة. يقول رحمه الله تعالى: الباب الرابع. نسمى مصنف الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى katika kitabu chake hiki القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى, mlango wa 4. Umetokea hapa mlango wa 4 na chini yake kuna unwani inayosema shubuhatun wal jawabu anha. Shubuhatun wal jawabu anha, hoja au kauli zenye utata. Tukisema kauli zenye utata itakuwa ni bora zaidi kuliko kuziita kuwa ni hujja. Kauli zenye utata na jawabu kuhusu kauli hizo. Kwa maana atataja kauli zenye utata alafu atataja na jawabu zake. Kwa nini shekhe ameamua kufanya hivi? Ameamua kufanya hivi baada ya kuwa ashaweka misingi ya kukufahamisha wewe talibul ilmi as-sunniyo, wewe mwanafunzi mwenye kuitafuta ilmu katika ahli sunna wal jamaa, baada ya kukuwekea misingi kwamba tunatakiwa tuamiliane na maandiko yaliyomo kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na maandiko yaliyomo katika sunna za mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuhusu kadhia ya majina ya Allah na sifa zake, kwamba mfumo na utaratibu uko hivi, na hizi ndio kanuni na kawaid na dhawabit za kuzishika kila nasi au kila andiko, ima liko kwenye kitabu au kwenye sunna linahusiana na mlango huu, basi wewe pita katika msingi huu. Ameweka misingi, msingi wa kwanza, msingi wa pili, msingi wa tatu. Kaweka misingi katika asma na misingi katika sifati, lakini pia akaweka misingi katika adilla, zile dalili za kisheria, na akaweka baadhi ya vipingamizi kama vinaweza kujitokeza na majibu yake. Sasa baada ya kuwa wewe ushaweka kwenye misingi, na elimu ni lazima udhibiti misingi. Man hurima al-usul hurima al-usul, yule ambaye amenyimwa misingi basi atanyimwa kufika kwenye lengo linalotakiwa kwa usalama. Kwa elimu yako kama haina misingi madhubuti ya kuweza kutaamali na maandiko matakatifu, kwamba watakiwa uyashike vipi, kama kutolea hoja utolee hoja kwa namna gani, yanafahamika vipi, maandiko haya yatakuwa ni hoja katika upande upi, mahali gani, kwa wakati gani, huna misingi katika hilo,
elimu yako itatetereka. Hata kama umehifadhi vitu vingi, utakuwa weka vitu mahali ambapo sio pake. Na hili ni jambo limewasibu watu wengi wenye kujinasibu na dini na elimu. Sasa kitabu hiki katika mlango huu umetupa misingi, lakini pamoja na kwamba kuna misingi, bado watu wa batil huwa wanaleta chokochoko na maneno ya kutatiza, yanaweza kukutatiza. Sasa shekhe kwa elimu na maarifa aliyokuwa nayo na werevu akachagua baadhi ya mifano sasa migumu, ambayo ni mifano yenye utata hivi. Kwa mfano unaweza kuletea utata huu, jawabu lake litakuwa katika aina hii. Kwa hiyo hii ni mifano na utata uko mwingi, lakini kwa sababu tayari una misingi ambayo unaweza kutaamali na nususu zilizokuja katika kitabu na as-sunna katika mlango huu wa majina na sifa za Allah jalla wa ala, basi ujue kwamba kuna utata unaweza kujitokeza, lakini namna kutaamali nao pia watu wanataamali nao katika sura hii. Akataja mifano. Kwa hiyo wewe utaendelea kujiongeza sasa kwa kusoma sana vitabu vya wanazuoni walioandika katika misingi hii, na walillahi alhamdu tuna hazina kubwa Waislamu kwa wanazuoni wa Kiislamu juu ya maandiko na machapisho mbalimbali yaliyochapishwa katika milango hii na kuitetea dini. Ni kiasi cha wewe kutenga wakati wako na kurudi na kuangalia wao wamesema nini. Kwa hiyo yote haya ni katika kumjenga mwanafunzi, lakini kitu kibaya zaidi ni pia ni kumfundisha mtu kujibu shubhati wakati hana misingi. Kumfundisha mtu abishane au ajadiliane na hali ya kuwa hana misingi. Kwa hiyo akihifadhi kile ulichomfundisha, akakisema akakijibu, akakisema akakijibu, lakini wakati huo hana misingi, akiletewa kitu kingine ambacho sio kile alichokihifadhi hawezi kukijibu, ataanza kubabaika. Kwa hiyo lazima uwe na misingi, na hatui na misingi ili tubishane, tuwe na misingi ili tujue, na inapotokea upinzani au ubabaishaji basi tujue namna gani ya kukabiliana na ubishani huo. Na suala la utata hili lipo, na watu wenye kuleta utata wapo, na Qur'ani imewataja. Ukiisoma aya 7 katika suratu Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala amekielezea kitabu chake namna kilivyo na watu walivyo. Huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia yeye Allah ndiye aliteremsha juu yako wewe Muhammad alkitab, Qur'an. Kuna katika hicho kitabu aya zenye kupambanuliwa, zimetengenezwa vizuri, zimewekwa vizuri, zimepambanuliwa, muhkamat, na hizo ndiyo msingi wa hiki kitabu. Aya hizo ndiyo msingi wa Qur'an, kwa kuwa zimepambanuliwa, zimebainishwa, zimewekwa sawa sawa kabisa na maelezo yake yako wazi. Lakini anasema wa ukharu mutashabihat, na ziko nyingine sasa ni zenye kutatiza maana. Tayari tumeshaeleweka kwamba kuna aya muhkamat na nyingine ni mutashabihat. Fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnah wa ibtigha'a ta'wilihi wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ama wale ambao katika nyoyo zao kuna zaigh, upotofu na kupinda, yani tayari nyoyo zao zimepinda, haziko sawa, tayari akili zao zimevurugwa na mafalsafa na mafikra machafu. Wale ambao kuna katika nyoyo zao zaigh, tayari kuna fikra zimewaathiri ambazo haziko sawa, hawako katika fitra salima, siku zote wao huwa wanafuata yale yaliyotatiza, ibtighaa alfitnati wa ibtighaa ta'wilihi, kwa ajili ya kutafuta fitna, kuwafitini watu na dini yao wawatoe katika njia sawa, lakini pia kwa ajili ya kutafuta kuleta tafsiri isiyo sawa, isiyo dhahir
na hakuna anayejua hakika yake na tafsiri yake isipokuwa Allah. Tukisimama hapo, na wengine wanasimama warasikhuna fil ilm, na wale waliobobea katika ilmu pia ambao hao wanalijua jambo hilo. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih, na wale waliobobea katika ilmu wanasema tumeamini hayo sisi, mpaka mwisho wa ayati. Aya hii Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha aliposomewa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sasa akawa anasema fa idha ra'aita alladhina yattabi'una ma tashabaha min fa ulaika alladhina sammahumullah, utakapowaona wale ambao wanafuata zenye kutatiza katika hizo aya na katika hicho kitabu, basi jua kwamba ndio wale ambao Allah amewataja. Wakikaa vipi, mbona aya hii hivi na hivi, mbona kuna hivi na hivi, huyu nabii Adam hivi, anatafuta mambo ya utata, atakuwa tatiza watu. Mbona Ibilisi kalaaniwa wakati hajaambiwa msujudie Adam? Allah amemwambia malaika wamsujudie Adam, lakini Ibilisi mbona kalaaniwa alipokataa? Ataka kuwa yeye ni wakili wa Ibilisi amtetee, wakati Ibilisi mwenyewe anajua kwamba naye pia aliamrishwa, kwa sababu walipoulizwa ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, aliulizwa yeye, lakini akajibu. Jawabu lake lilikuwa, hakusema ana lastu min almalaika, sio, hakusema hivyo kwamba mimi sio katika malaika, mimi nilikuwa najua umewaambia malaika na mimi si katika malaika. Yeye alisemaje? ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Sasa kuna watu wakikaa kwenye mabaraza yao huwa wanaleta mazungumzo ya shubuhat katika jambo la dini, ibtighaa alfitnati wa ibtighaa ta'wilihi. Sasa mrengo huu lazima pia sisi tuufahamu na tujue namna ya kuweza kuupa nasibu na qisti yake. Sasa Sheikh rahimahullah ta'ala ametusaidia katika jambo hili. Hii ni tamhidi katika mazungumzo haya. Tukirudi kwenye kitabu, anasema Sheikh, i'lam anna ba'd ahli at-ta'wil, jua ufahamu kwamba baadhi ya watu wa ta'wil, katika kitabu chake aliposherehesha yeye mwenyewe akasema, kwa qauluna ahli at-ta'wil narju Allah ta'ala an ya'fu 'anna bihadha at-ta'bir, tuliposema kauli yetu ahli at-ta'wil tunatarajia Allah atusamehe kwa kuleta taabiri hii na ibara hii, lianna as-sawaba annahum ahli at-tahrif, kwa sababu iliyo sawa ni kwamba wao wanaitwa ahli at-tahrif. Kwa hiyo tunasema hivi, i'lam anna ba'd ahli at-tahrif, sawa, sababu amejikosoa yeye mwenyewe, fahamu kwamba baadhi ya watu wenye kupotosha, baadhi ya watu wapotoshaji, baadhi yao, ile baadhi, aurada ala ahli sunnati shubahan, wamewaletea ahli sunna maneno yenye utata, wameleta maneno yenye utata fi nususi alkitabi was-sunnati fi sifat, katika maandiko ya kitabu na as-sunna kuhusu sifa. Kuna watu hawako sawa, wamejaribu, wameandika vitabu na wamesema maneno, wakaleta maneno yenye utata yanohusiana na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, wakawaletea ahli sunna. sawa, idda'a anna ahli sunnati sarafuha an dhahiriha, hiyo baadhi imedai kwamba ahli sunna wameyapotosha maneno haya kuwatoa nje ya dhahiri yake. Nyinyi mnafahamu kwa sababu tushasoma huko nyuma kwamba watu wamegawanyika katika makundi mangapi? Makundi makuu matatu kuhusu majina ya Allah na sifa zake. Kwa sababu sisi ni Waislamu, ni wajibu juu yetu kumjua Allah, ni wajibu. Tutamjuaje? Tutamjua kwa majina yake na sifa zake, kwa sababu majina yake yanamaanisha vile anavyoitwa ndivyo hivyo ilivyo ile maana yake. Mtu anaweza kupewa jina zuri lakini maana yake ikawa hakika yake ni mbaya, sio? Lakini Allah haiko hivyo, amepewa majina yale na ndivyo alivyo hivyo hivyo kwa mujibu hayo majina. Yale majina alionao aliojiita
na aliyoitwa na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, hivyo ndivyo alivyo. Na vile alivyojisifu kwa sifa mbalimbali au alivyosifiwa na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, ndivyo alivyo kwa sifa hizo, hapana ya uongo hata moja. Sawa? Sasa sisi ahlus sunnah wal jamaa, sehemu ya kwanza, sisi tumethibitisha kile ambacho Allah amejiita na tukamthibitishia vile alivyojisifu, ima kwenye kitabu chake au kupitia sunna za mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na huo ndio Uislamu wa sawa sawa. Alipotuambia kwamba yeye ni as-sami', tuamini kwamba yeye ni as-sami', mwenye kusikia. Kwa hiyo anao usikivu, na usikivu wake haufanani na kiumbe yoyote na kitu chochote. Hivyo hivyo mwenye kuona, mwenye kusema, mwenye utashi, mwenye uwezo, mwenye kadha, ana hivi, ana vile, ana vile. Sifa zake zote tunazithibitisha na majina yake tunayathibitisha kama alivyothibitisha yeye mwenyewe, pasi na kumfananisha na kitu chochote. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. Sasa kukapatikana kundi jingine. Kuna kundi ambalo limethibitisha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala na majina yake, lakini wakafananisha. Kwa hiyo wakachukua sifa za Allah wakazifananisha na sifa za viumbe. Hawa ni watu wapotofu, wamemfananisha Allah na viumbe, kwamba kusikia kwake, kusikia ndio huku kama tunaposikia sisi. Allah anaona kama tunavyoona sisi, anasema kama tunaposema sisi, mkono wake kama mikono yetu. Wako wanaosema maneno hayo, ta'ala Allahu an dhalika uluwan kabira, ni hao kwenye upotofu. Kundi la tatu ni kundi lililopinga, na hawa waliopinga wako katika makundi kama matatu na zaidi, ambao ni Jahmiya na matawi yao, wafuasi wa Jahm ibn Safwan. Wao wamepinga majina ya Allah na sifa zake, wamepinga vitu vyote, hana majina wala sifa. Lakini Allah anasema walillahi al-asmaul husna, hana majina wala hana sifa. Wamepinga kila kitu, na wanaochuoni hawakusita kuwakufurisha hawa kwa sababu wamepinga nusus za Qur'an. Na kuna kundi jingine linaitwa kundi la Mu'tazila. Hawa Mu'tazila ni wafuasi wa Wasil ibn Ata, pia waliongozwa na al-Qadhi Abdul Jabbar, walidhihiri katika zama za tabi'in, na baadhi yao ni wanafunzi wa al-Hasan al-Basri at-tabi'i al-jalil. Hawa walithibitisha majina yote, lakini wakakataa sifa zote za Allah subhanahu wa ta'ala, na hali ya kuwa Allah amejisifu ndani ya Qur'an, wakazikataa sifa hizo. Na chini ya watu hawa wakatokea wengine wakakubali majina ya Allah na sifa zake, baadhi wakathibitisha sifa 7, nyingine zote wakazikataa. Nao ni Ash'ari, wafuasi wanaojinasibu na Abu al-Hasan al-Ash'ari, Ali ibn Ismail al-Ash'ari. Na hali ya kuwa Abu al-Hasan al-Ash'ari mwenyewe aliyekataa madhehebu haya, baadaye akaandika vitabu, na vitabu vimethibitishwa na wanazuoni, lakini wao waliendelea kushikamana na msimamo wake ule ambao alikuwa nao hapo kabla, wakashikamana na huo msimamo. Na baadhi ya wanazuoni wakubwa wakashika msimamo huo, kina Abu Bakr al-Baqillani, kina Abu al-Maali al-Juwayni, kina Abu Hamid al-Ghazali at-Tusi, na wengine wengi, kina Fakhruddin al-Razi, wakaendelea na msimamo huo na wakautawanya kwenye miji, ikafika mpaka huko kwetu. Sasa hili ni kundi la tatu, lakini ina vigawanyo vingi katikati hapo, na wana misimamo mingi tofauti tofauti, na hawawezi kukaa meza moja. Ahlus sunnah wal jamaa wao wanazithibitisha sifa na majina ya Allah kama ilivyokuja kwenye kitabu na sunna, na ni mlango muhimu sana. Sasa kwa ile misingi ambayo wameishika ahlus sunna kwamba sisi tutashikamana na vile dhahiri ya Qur'ani ilivyokuja, wakawaambia ahlus sunna, wakawaletea shubha ahlus sunna. Wao wanadai kwamba ahlus sunna kuna baadhi ya maandiko wameyapotosha kuyatoa nje ya dhahiri yake, liulzima ahlus sunnati bilmuwafaqati ala at-ta'wil, ili wawalazimishe ahlus sunna kuwafikiana juu ya ta'wil. Nyinyi pia, nyinyi simjita ahlus sunna, kuna baadhi ya aya
mmezitafsiri nje ya dhahiri yake, mkazitoa nje ya dhahir. Sima tulaumu sisi tunafanya ta'wil, na nyinyi pia. Liyulzima ahla sunnati bilmuwafaqati ala at-ta'wil au limudahanati fihi, ili kuwalazimisha ahlu sunna kuwafikiana juu ya ta'wili au kufanya mudahana, kuwa laini kwao. Mudahana ni mtu kumpaka mafuta. Sasa mudahana min ad-duhn, sio dahana yudahin, kupakana mafuta hivi, sawa. Waqal, na wakasema hiyo baadhi, kaifa tunkiruna alaina ta'wila ma awwalnahu, basi vipi mnatupinga sisi kuyafanyia ta'wili yale ambayo tumeyafanyia ta'wili, ma'a irtikabikum limithlihi, pamoja na kufanya kwenu mfano wake, fima awwaltumuhu, katika kile ambacho nyinyi mmekiawili, mmekipa tafsiri ya ndani, sio ile ya dhahir. Nyinyi pia mmefanya. Vipi sasa mnatupinga sisi kwa kitu ambacho na nyinyi pia mmekifanya? Wa nahnu nujibu bi'auni Allah ta'ala an hadhihi ash-shubha bijawabain, na sisi tunaijibu shubha hii kwa majibu mawili, yani majibu yaliyokuwa katika mifumo miwili. Na hivi ndivyo unavyotakikana mtu kujibu hoja. Mfumo wa kwanza ni mujmal, kwa njia ya ujumla, toa jibu kwa ujumla, na mfumo wa pili wa mufassal, na mfumo au jawabu yenye kupambanuliwa, jawabu yenye kufanywa kwa ujumla kisha jawabu yenye kupambanuliwa. Ni utaratibu mzuri katika kutoa majibu. Ukifanya kwa ujumla, mtu mwenye akili ya haraka anaelewa. Ukifafanua sasa kwa kuipambanua ile hoja yako kwa kupiga mifano na vitu kama bidhikri al-ashbahi wal nadhair na mfano wake, mambo yanakuwa wazi zaidi kwa watu wote. Kwa hiyo utakiwa ulete kwa ijmali kisha kwa tafsiri. Ni mfumo mzuri wa kielimu katika kutoa majibu. Amma al-mujmal, ama kwa mfumo wenye kufanywa kwa ujumla, fayatalakhasu fi shay'ain, huu unafupizika katika vitu viwili, unakuwa unaegemea zaidi katika mambo mawili. Ahaduhuma alla nusallima anna tafsira as-salaf laha sarfun an dhahiriha, kwanza ni kutokubali. Tunajibu kwa ujumla. Kwanza hatukubali kwamba ile tafsiri iliyoletwa na as-salaf, watangulizi wema wale, tafsiri walioileta kwenye hizo nusus, kwamba hiyo tafsiri ni kupondosha nje ya dhahir, ni kutoa maneno nje ya dhahir. Hili kwanza tulikubali, jawabu ya ujumla hiyo. Fa inna dhahira al-kalami, kwa sababu dhahiri ya maneno, kiambiwa maneno haya dhahiri yake ni kadhaa, dhahiri katika maneno ma yatabadaru minhu min al-ma'na, ni ile maana iliyokuja haraka. Ma ni ile ambayo yatabadaru, inakuja kwa haraka, minhu, katika hayo maneno, min al-ma'na, katika hayo, katika maana. Ukitafsiri neno kwa neno inakuja hivi, na mara nyingi huwezi kupata ile makusudio. Lakini tukitafsiri kwa ujumla yake ni kwamba dhahiri katika maneno ni yale ambayo yanafahamika kwa haraka kwa mujibu wa ile siyaki yake. Yani mathalan, nitoa mfano hapa, mtu akasema nikataja mambo matatu, nilisema sura tatu, vitu vitatu, lakini ile siyaki yake, taratibu yake inaonyesha kwamba hiki sio hiki na hiki sio hiki. Sasa kwa kusudia songa, mfano neno songa likikaa kama lilivyo songa, maana yake ni, lakini akikwambia songa mbele, songa ugali, na kwa lugha nyingine pia songa nywele. Watu kimvita akiwaambia songa nywele, maana yake zisuke nywele, sawa. Lakini songa ugali, songa ugali, apiga tu na kwenda mbele, simesema songa wewe. Lakini songa mbele ni tofauti na songa ugali, sawa. Sasa mtu akikwambia songa ugali, maana haraka kabisa inayokuja kwenye akili yako ni nini?
Kwa hiyo ile maana inakuja kwa haraka, ile ndio dhahiri. Sasa wewe utakutuambia kwamba hapa maana ya kusonga ugali hapa maana yake ni kwamba utakiwa utoe bidii, fanye juhudi. Kivipi? Sasa hii ni maana nyingine ya ndani. Kama ikiwa ina wajihi wa kuweza na wajihi wa kuweza kukubalika, tutaikubali. Kama haikubalika itakuwa kama hakuna vitu vya kuifanya qaraini za kukubalika, itakuwa ni upuzi mtu tafsiria. Kama ipo kama maana yake ni juhudi, au mbwa kaza mwendo bwana. Sasa hapo kaza mwendo maana yake dhahiri yake kwa maana ukazane kwenye kutembea, sio? Lakini pingine wewe kwenye jambo fulani hivi ukukusudia kukaza mwendo kwamba utembee, iko maana nyingine ya ndani, kwa maana kwamba jitahidi bwana, sasa usirudi nyuma, wewe nenda mbele tu, sawa, kwa haraka tena, itakubalika. Hii ni tawili. Sasa umeitoa kwenye dhahiri yake, lakini kuna sababu na qaraini zenye kufahamisha kwamba hapa hakukusudia kwamba wewe utembee ukimbie. Hili ndio tawili. Sasa yani maana ya pili baada ile ya kwanza iliyo ظاهر قريب غير مراد وبعيد خفي وهو مراد. Ile maana ya dhahiri ambayo ndio karibu sio iliyokusudiwa, lakini kuna ya mbali iliyojificha ndiyo iliyokusudiwa. Sasa hapo itakuwa tunakwenda kwenye nini? Ni ta'wil, kwenye tauria, kwenye kadha. Umeelewana? Sasa kwanza hatukubaliani na suala la kwamba as-salaf walipokuja kuzielezea na kuzitafsiri nususu zinazofungamana na sifa za Allah walifanya ta'wil. Hilo hatukubali. Jawabu gani hiyo? Kwa wajibu gani? Kwa ijmali, kwa ni mujmali hiyo. Fa inna dhahira al-kalami, hakika dhahiri ya maneno, ma yatabadaru minhu min al-maana, ni ile inayokuja haraka katika maana, wa huwa yakhtalifu bihasabi as-siyaq, na hiyo inatofautiana kwa kuzingatia mchungo wa maneno. Ile siyaq na mtiririko wa maneno ndio utakaokupa muradi na makusudio kwamba hapa pamekusudiwa kitu gani. Wama yudhafu ilayhi al-kalam, na pale ambapo maneno yameegemezwa. Fa innal kalimat, kwa sababu maneno yalivyo katika lugha ya Kiarabu na katika Qur'ani na Sunna, maneno yake yalivyo yakhtalifu maanaha bihasabi tartibi al-kalam, maana zake zinatofautiana kwa kuzingatia mpandaniko wa maneno. Sawa? Mfano ndio nimetaja mitatu. Mpandaniko wa maneno unaainisha neno hili limekusudiwa maana gani. Songa, kata. Sawa? Neno kata, kuna kata kitendo kuamrisha ukate. Sawa? Kata kwa maana ya eneo maalum, ilikuwa ni location au nini? Eneo maalum, sio? Kata hii, kata ya Pongo. Sawa? Kata ina maana ya chombo cha kuchotea maji. Zamani ilikuwa wakitumia vifuu vya nazi vilivyopitishwa mti katikati. Hivi alivyokuta Ibn Battuta alipokuja Mombasa, akasema akawakuta watu wake wanatawadha kwa kutumia kata na wanatembea hawavai viatu. Alipofika Mombasa alisema alieleza watu wa Mombasa kwa sura hiyo, na wakati huo alikuwa bado aitwa Mombasa, ameitaja kwa jina hilo Ibn Battuta miaka 700 iliyopita. Kwa hiyo kata ni ile kuchotea maji, na watu walikuwa wakitawadhia misikitini kata. Sasa itategemea neno hili umelitumia mahali gani. Sawa? Utakavyoandika pale, umeandika neno kata umelitumia kwenye tarkibu ipi na siyaki ipi, tutaelewa maana yake pale kwa ule mtiririko ule maneno, yale maneno. Watu wa kata ya Pongwe wanatumia kata katika kutawadha, na wanakata miti ovyo. Neno kata limetumika katika mara 3, lakini kila mahali na maana yake.
ala hasabi madha asiyaq. Wewe hivyo katika lugha ya Kiarabu huwezi ukachukua la huku ukalipeleka kule kwamba sasa maadamu kule ulisema hivi basi itakuwa la. Lazima hilo wewe unaposoma Qur'ani ulijue na unaposoma as-sunna ulijue. والكلام مركب من كلمات وجمل, na maneno ni yenye kupandanishwa kutoka kwenye maneno moja moja na kwenye sentence jumla. Yadhharu maanaha, itadhihiri maana yake, wayataayanu, na maana pia itaainika. Kwa vipi? bidhammi ba'dha ila ba'd, kwa kukusanya baadhi yake kwenye baadhi nyingine. Ukiyatengeneza ile maneno ukiyaleta italeta maana moja ambayo imeainishwa pale, itakuwa hii ni hii na sio ile. Sawa. Thanihima, jawabu ya pili yao sasa, annana law sallamna, kwamba sisi lau kama tungekubali au lau kama tukakubali, tunakuja kwa hoja ilzami sasa inaitwa, au naftaridhu jadalan, tufanye tukubali sasa kwamba wao walifanya hivyo. Annana law sallamna, kwamba sisi lau tungekubali anna tafsirahum, kwamba ile tafsiri yao sarfun laha an dhahiriha, ndiyo kupondosha kwao hizo nusus, kuzitoa nje dhahiri yake. Fa inna lahum fi dhalika dalilan min alkitabi was-sunnah, hakika wao watakuwa wana dalili katika hilo. Fa inna lahum, hakika wana wao fi dhalika, katika hilo, yani katika kitendo hicho, dalilan, wanayo dalili min alkitabi was-sunnah, katika kitabu na sunna. Hapa takiwa ufahamu, sio kila ta'wili haifai. Ta'wili ambayo imejengwa juu ya dalili ya kitabu na sunna, na tafsiri hiyo ni tafsiri ya sawa. Wakati mwingine panaweza kuzungumzwa neno sio dhahiri yake ilivyokusudiwa kwa ushahidi kadhaa, sawa, hilo linakubalika. Kama hakuna dalili, ni akili yako tumekupelekea ufanye hivyo, hilo halikubaliki. Imma muttasilan, dalili hiyo ima ni yenye kuambatana, iko hapo hapo kwenye andiko, wa imma munfasilan, au ni yenye kupambanuka, kwa maana iko nje ya andiko hilo, kwa sababu dalili inaweza ikawa iko pale pale kwenye lile andiko, na wakati mwingine inawezekana dalili haiko pale, iko katika andiko jingine ndani ya hicho kitabu Qur'an au katika sunna. Walaysa limujarradi shubahati, na sio kwa mujarradi wa kauli zenye utata, yazamu hasarifu, ambaye anadhania mwenye kupondosha, barahina, kuwa ni hoja, wa qat'iyati, na ni mambo yenye kukata, dalili zenye kukata, yatawassalu biha, ambayo atazitumia kufikia kwa dalili hizo, kwa hoja hizo, ila nafi ma athbatahu Allahu li nafsi, kwenye kupinga kile ambacho Allah amekithibitishia nafsi yake, fi kitabihi au ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, katika kitabu chake au katika sunna za mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo mfano, Qur'an imetuletea kwa asalibu mbalimbali kama tulivyosoma katika al-aqidatu at-tahawiyya, kututhibitishia kuwa Allah yuko juu. Yapo maandiko yako wazi kabisa, yanaeleza moja kwa moja. Kwa mfano, Ar-Rahman 'ala al-'arsh istawa, sawa, thumma istawa 'ala al-'arsh, sawa. Na mfano wa aya kama hizi zilizokuja kuonyesha kwamba istawa 'ala al-'arsh, na neno istawa katika lugha ya Kiarabu tangu Waarabu wa kale, kabla ya Uislamu na baada, yani kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na baada ya kuja Mtume sallallahu alaihi wasallam, neno istawa ala wala ni tafsiri kwa maana ya ala na irtafa, amekuwa juu. Hakuna Mwarabu hata mmoja aliyetafsiri neno istawa ala kadha kwa maana ya istaula, hakuna. Fungua maajim zote, kawamis zote, kamusi zote za lugha ya Kiarabu, mijalladat, fungua, utaona kitu hicho, sawa. Sasa mtu atakapokuja kutafsiria kwamba hapa neno istawa ala al-arsh, maana yake istaula ala al-arsh, maana zinakuwa tofauti. Istawa ala al-arsh ukitafsiri kwa mujibu wa asili ya lugha ni kwamba kisha Allah akawa juu ya arsh,
sawa baada ya kuumba alivyoviumba kisha akawa juu ya arshi. Qur'ani yatuambia hivyo. Mtu akisema hapana kisha akaitawala arshi, kwa sababu kusema istaula maana yake akaitawala arshi. Tayib, kwa nini unasema istawa maana yake ni istaula, umeacha ile istawa kwa maana ya ala wartafa? Kwa nini? Nasema wajua ukisema istawa ina maana sasa atakuwa ana mahali, waanza kutumia akili yako. Akiwa na mahali itakuwa sasa amedhibitiwa, ukaleta falsafa ndefu katika hili. Kwa hiyo hili ndio kufanya upeleke neno hili kutoka kwenye istawa kwenda kwenye istaula. Istawa yenye maana ya ala wartafa ukaenda kwenye istaula. Hili tu una ushahidi wowote? Hana. Haiwezi kukubaliwa. Akileta ushahidi tutaukubali. Atautoa wapi ushahidi huu? Na Qur'ani yatueleza wazi wazi kwamba kuna vitu vinapanda kwenda kwake. Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib, kwake yeye linapanda neno jema. Bali Isra na Mi'raj, al-Mi'raj inaonyesha kwamba ni Ashaira kwenye vitabu vyao wanaeleza kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Mi'raj alikwenda mpaka mbingu ya 7. Alipofika mbingu ya 7 akapelekwa sehemu inaitwa Sidratul Muntaha, ni juu ya mbingu ya 7. Sidratul Muntaha ndipo mahali panapokoma mambo ya viumbe. Hata malaika hawako huko, wako chini ya Sidratul Muntaha. Sawa, indaha jannatul ma'wa. Hapo kwenye Sidratul Muntaha ndio kwenye jannatul ma'wa, pepo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akapelekwa mpaka katika hiyo Sidratul Muntaha. Tumesoma leo alfajiri katika darasa saa 10 kabla alfajr hadithi ya Isra. Sawa, akaona sidra pale, faghashiyaha ma ghashiyaha, aghashiyaha alwanan, asema la adri ma hi, ukafunikwa na rangi nyingi wala sijui ni rangi gani hizo. Pia katika riwaya hadithi nyingine, riwaya nyingine akaona mito minne pale, naharani dhahirani wa naharani batinani, mito miwili ya nje miwili ya ndani. Akatafsiri kwamba ile mito miwili ya ndani ni mito miwili katika pepo na mito miwili ya nje ni An-Nil wal Furat, ni mto Nile na mto Furat, mahali unapochimbuka juu ya mbingu ya 7 huko kwenye Sidratul Muntaha. Akaeleza majani yake na kila kitu, kisha akaingizwa peponi, kisha akanyanyuliwa tena. Hapo akawa anasema nikawa nasikia swarifa al-aqlam, kugonga, sauti ya kugonga kalamu. Kuna kalamu za andika huko za andika. Ashaira wanaeleza ya kwamba kisha hapo likaondoshwa pazia, akamuona Allah subhanahu wa ta'ala. Si huko pia yuko? Kumbe unakubali yuko juu huko, liko alikomuona Mola wake. Alafu arudi afika mpaka mbingu ya 6. Musa amwambia umepewa nini? Anamwambia mimi bwana nimepewa swala 50. Musa anamwambia hapana, irji ila rabbik was'aluhu at-takhfifa fa inna ummataka la tutiqu dhalik. Rudi kwa Mola wako ukamuombe takhfifu, kwa sababu ummati wako hawataliweza hilo. Sangebaki pale pale, basi ngoja Mungu yuko popote nimwambie bwana nipunguzie, arudi tena kule. Katika riwaya tuliyosoma leo akawa anapunguziwa nusu nusu, lakini ziko riwaya zinaonyesha alikuwa anapunguziwa 5. Kwa hiyo akaenda mara nyingine akapunguziwa 5 akarudi. Afika kwa Musa, mambo ndio haya, rudi kwa Mola wako. Wapi? Si Mola yuko popote? Rudi kwa Mola wako. Mola wako wapi? Irji ila rabbik. Arudi tena kwa Mola wake. Kumbe angezungumza naye pale pale mbingu ya 7, au amwambia basi nitakutana naye tu Makka, pia yuko sawa, tutaonana naye nitamwambia. Suala la kwamba yeye alimuona Mola wake hakumuona, khilafu. Kauli iliyoraji ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumuona kwa macho yake. Anasema raaitu bifuadi, nimemuona kwa moyo wangu, lakini pia ikuja nurun anna arahu, yeye ni nuru, mtamuona vipi? Sawa, lakini tunachozungumza aina Allah. Sawa, hili ndio ambalo tulizungumzia hapa. Kwa hiyo unapotafsiri istawa kwa maana istaula, kitu gani kimekukimbiza kikakupeleka kwenye istaula? Usibaki katika istawa.
watakukanusha kwamba huko juu hakuna Mola subhanahu wa ta'ala, lakini huna ushahidi. Hawa wenye kusema istawa maana yake kwa juu wana ushahidi maelfu ndani ya Qur'an. Tukio la al-Mi'raj ni ushahidi wa kutosha, na kufaradhisha swala na ayati zilizokuja. Sawa, anashuka Mola wetu, hadithi imekuja yanzilu rabbuna. An-nuzul min al-ala ya shekh, an-nuzul kushuka ni kitu kutokea juu kuja chini, ambacho tukijui sisi ni namna na kaifia. Ashuka vipi ile tulijua, wala sio kazi yetu. Kiashuka na mfano nusus, basi jambo hili limepingwa na umma mkubwa katika watu, illa ahlus sunnah wal jamaa as-salafiyun waliosimama sawa sawa. Jambo hili wanalithibitisha, na maimamu wote wa ahlus sunnah, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmad na wengineo wanalithibitisha hili. Na Imam Dhahabi rahimahullah ta'ala ametufanyia kazi nzuri kabisa alipokusanya aqwali za wanawachuoni kutoka katika enzi za maswahaba, kina Hassan bin Thabit, kina Abdullah bin Rawaha wa Shahiri na watu mbalimbali. Aqwali zao kwa sanad na tabi'in wanathibitisha kwamba Allah yuko juu ya arshi, mpaka katika zama zake kwenye karne ya 8 kataja aqwali fulani fulani. Wanawachuoni wote wa Kiislamu unaojua wewe wa ahli sunna, msimamo wao na maukifu yao kwamba Allah yuko juu ya arshi. Sawa, hiyo ni kazi ameifanya. Kwa hiyo ukitaka faida kwenye kitabu hiki, soma mukhtasar al-ulu ya al-Sheikh al-Albani. Talib al-ilm as-salafi atakiwa na kitabu hicho. Sawa, watakiwa uwe nacho na ukisome na uyaangalie yaliyomo ndani yake. Wanatosha hapa. Wanaosoma nahwu wasogea, tusome kidogo dakika 5 10 tuswali. Adhini kwanza, wanaosoma nahwu wasogea.